hii misaada ambayo imeletwa na serikali yetu kwa ajili ya wananchi wetu na misaada iliyotolewa na wadau, ni vizuri sasa iende kagawiwe. Twende tukaigawe kwa wale waliopata madhara yale kulingana na utaratibu ulivyo. Kwa utaratibu ambao ni mzuri bila kuwa na tatizo lolote, na mimi nimeratibiwa vizuri. Twende tukatoe ili wananchi wetu waweze kurudi katika hali ya kawaida. Kasimamie wananchi wetu kuhakikisha wanapata elimu nzuri ya kurekebisha miundombinu yao ya nyumba zao ziendelee kuwa imara ili madhara kama haya yasijitokeze tena. Serikali awamu ya 6 ni serikali sikivu, serikali inayowajali Watanzania na inayowajali watu wake. Baada ya madhara haya kutokea kwa wanamtwara, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akasema, wanamtwara, wana Mikindani waliopata athari ni wanangu, ni lazima niwakimbilie. Akatoa maelekezo ofisi ya Waziri Mkuu wanaoshughulikia sera, bunge na uratibu katika kitengo cha maafa kwamba nendeni Mtwara, watoto wangu kule wamepata madhara na athari na madhira kutokana na mvua zilizonyesha. Wametuletea misaada kuwashika mkono na kusaidia zile familia ambazo zimepata athari. Ile barua, majibu ya barua ambayo ulielekeza kutoka kwenye ofisi yako iandikwe kwa ofisi ya Waziri Mkuu, na baadhi ya vitu ambavyo vimekuja viko hapa mbele yetu, na kikubwa zaidi ambacho tunakisema, tunawashukuru sana pia. Tumepokea ile misaada, na mwisho wa siku mara baada hivyo ukaelekeza kwamba leo uje nawe uishuhudie, uione na uweze kutoa kauli ya mkoa moja kwa moja pengine kwenye ofisi ya Waziri Mkuu pamoja na wadau na wananchi wote wa mkoa wetu wa Mtwara, hasa hao wa Mtwara Mikindani ambao walikumbwa na kadhia hii. Tupo leo kwa ajili ya kupokea vifaa ambavyo vimeletwa na ofisi ya Waziri Mkuu chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wetu. Tunashukuru kwa ajili ya hivi vitu ambavyo vimeletwa kwa kupitia ofisi ya Waziri Mkuu na wadau mbalimbali kutoka mkoa wetu wa Mtwara. Vitu hivi vimeletwa kwa ajili ya wahanga waliopatwa maafa na mafuriko kipindi cha mvua. Hivi vitu vilivyokuja ni kwa ajili ya watu ambao walipata maafa kwa hali ya juu na watu ambao wana mahitaji maalum, lakini pia waliingiliwa na maafa. Hivyo sisi kama watendaji wa kata tumeshukuru sana uongozi mzima kwa ajili ya hili jambo ambalo limefanyika kwa wananchi wetu. Tunaahidi kwenda kuvigawa hivi vitu kutokana na mujibu atakapotuletea na maelekezo tutakayopewa kwa wahanga wote ambao wamepata majanga hayo. Lakini sisi kama watendaji wa kata na tunadili sana na wananchi, tunaomba sana wananchi kuchukua tahadhari juu ya maeneo yale hatarishi ambayo yameleta maafa makubwa. Hivi kipindi ambapo mvua haijanyesha, waangalie namna gani wataweza kujikwamua katika yale mazingira magumu. Nitoe wito kwanza kwa serikali, niombe serikali yangu sikivu inaongozwa na Mama Samia, serikali ya awamu ya 6, lakini pia na wasaidizi wake huku chini, niombe sehemu kubwa maeneo yetu yanatuama maji. Basi ni wakati sahihi sasa wakwenda kuyatibu yale maji kwa maana ya kuwafanyia fumigation ili kuweza kukabiliana na magonjwa mbalimbali ya milipuko, lakini pia ikiwemo malaria, kwa sababu tunaamini kwenye mkusanyiko wa maji ndio mazalia ya mbu. Lakini pia nitoe wito kwa wananchi waendelee kuchukua hatua mbalimbali, hasa kipindi hiki cha masika ambapo mvua nyingi zinaendelea kunyesha. Mfano juzi mvua kubwa imenyesha. Kwa hiyo tuendelee kuchukua tahadhari, lakini ikiwa pamoja pia na kuimarisha majumba yetu ambayo tunayajenga. Tusijenge nyumba kawaida, tujenge nyumba ambayo kidogo itaweza kuhimili hizi changamoto mbalimbali za mabadiliko ya tabia nchi.